اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Jambo la kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameweza kutukusanya ndani ya nyumba yake hii tukufu Buyenzi barabara 5 Masjid Nur, tukiwa ni katika watu ambao wanaohudhuria nadwa ambayo itakayofanyika katika nyumba yake ya Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia muda huu wa baada ya dhuhuri, tunaenda nayo mpaka karibia na baada kabla ya swala ya magharibi inshallah. Hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anawaneemesha baadhi ya waja wake dhidi ya wengine. Tunastaka sala na salam za Allah subhanahu wa ta'ala zimwendee Nabii Muhammad, yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na waislamu wote ambao watakaoshikamana sunna zake kwa wema mpaka siku ya malipo. Waislamu, mnakaribishwa sana siku ya leo ndani ya nyumba hii ya Allah kuweza kuhudhuria nadwa, na mzungumzaji wetu wa kwanza atakuwa ni ndugu yangu hapa Sheikh Abdullah Abu Muhsin. Katika mada ambayo atakayozungumza, mada itakuwa inazungumzia kuhusiana na itikaf ndio ambayo atakayozungumzia. Kwa hiyo inshallah tutaanza pamoja naye hivi, ikiwa ni saa 7 na dakika 2 atatupeleka mpaka saa 7 na dakika 47, yani atazungumza dakika 45. Kisha baada ya hapo shekhe mwingine atakuwa ameshafika, atachukua nafasi hiyo shekhe mwingine. Ratiba itaenda hivyo hivyo na tutaenda tunakukumbusheni inshallah. Kwa hiyo ningekuombeni tu wasikivu, na kabla ya shekhe kumaliza, kwa wale ambao watakao kuwa na maswali yao kwa upande wa kina mama watayaandika kisha watarusha chini, na kwa upande wa kina baba inshallah wataweza kuuliza moja kwa moja. Tutakuwa kama na dakika 5 au mpaka 10 kwa ya kila shekhe baada ya kumaliza mada yake, ili pawe muda wa maswali na majibu kwa yale ambao watakao kuwa wametufundisha hatukuyaelewa. Kwa hiyo tunamkaribisha ndugu yetu shekhe wetu Abu Muhsin, Allah muhifadhi na sisi wote kwa ujumla. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، صفة zote kamilifu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimshukie mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, yana alize na sahabaze na waislamu watakayemfuata mtume alayhi salatu wasalam mpaka siku ya kiyama. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu ambao watakamfuata mtume alayhi salatu wasalam hadi siku ya kiyama. Kama alivyozungumza ndugu yangu Abu Zunaid, Allah muhifadhi, kwa katika dakika hizi 45 takuwa na mada ambayo inazungumzia ahkamul i'tikaf, hukumu za i'tikaf. Hii mada ina milango mingi ambayo nimeiandaa. Al-faslu al-awwal, mlango wa kwanza kabisa katika milango ambayo nimeiandaa
تعريف الاعتكاف وحكمه والحكمة من مشروعيته. maana ya itikafu na hukumu yake katika Uislamu na hikma ya itikafu kuwekwa katika Uislamu. Al-mabhathu al-awwal, mwanzo kabisa taarifu al-i'tikaf. Nini maana ya i'tikaf? Al-i'tikaf lughatan, i'tikafu katika lugha ya Kiarabu maana yake al-iqbalu ala shay, ni kuelekea jambo. Ndio maana ya itikafu katika lugha ya Kiarabu, kuelekea jambo. Min akafa ala shay, inatokamana na kitendo akafa. Idha aqbala alayhi muwadhiban la yasrif anhu wajha. Unaposema akafa ala shay, bimaana ameelekea hicho kitu kwa kutumia uso wake pasina ya kugeuka. Ndio maana ya itikafu katika lugha. Wa minhu qila liman lazama almasjida wa aqama ala alibadati fihi akifun wa mu'takifun. Ndio maana yule mtu ambaye amelazimiana na msikiti na akasimamisha ibada ndani ya msikiti akaitwa akifun au mu'takifun. Kwa sababu gani? Anakuwa amelazimiana na msikiti na ibada, ndio maana akaitwa mu'takifun. Bimaana ameelekea katika msikiti, mambo yote ya nje ya msikiti akaweka huko nje. Amma al-i'tikafu istilahan, ama maana ya itikafu katika istilah ya wanawazuoni, huwa al-iqamatu fil masjid, ni mtu kukaa msikitini, ni mtu kulazimiana na msikiti biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla laylan kana au nahara, kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa iwe mchana au usiku. Kwa sababu itikafu mtu anaweza kufanya itikafu mchana au akaifanya usiku, tutakuja kuviona huko mbele. Al-mabhathu athani, hukumu al-i'tikaf. Itikafu ni ipi hukumu yake katika Uislamu? Al-i'tikafu sunnatun lirrijali wan nisa. I'tikaf ni sunna kwa wanaume na wanawake. Wa hadha biittifaqi al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, na hii ni kwa makubaliano ya madhehebu yote manne: Hanafia, Malikia, Shafi'ia, Hanabila. Wote wakakubaliana ya kuwa i'tikafu ni sunna, sio lazima. Waqad tumna'u al-mar'atu min al-i'tikafi fi al-masjid idha lam yakun fihi makanun yastatiru fihi au khifat al-fitnatu 'alayha min al-fasaqa. Na vile vile japokuwa itikafu ni sunna kwa wanaume na wanawake, lakini kuna kipindi nafikia mwanamke anaweza akaziwiliwa kufanya itikafu msikitini. Kipindi gani? Kipindi ndani ya msikiti hakuna sehemu ya kujistiri. Bimaana unakutana ni msikiti ambao wanawake na wanaume wako sehemu moja wanaonana. Kipindi hicho mwanamke anaziwiliwa kufanya itikafu msikitini, au kwa kuchelea fitna ya watu waovu. Kuna baadhi ya watu wanatoka nyumbani anakuja itikafu kwa nia nyingine, labda ya wanawake. Sasa ikiwa kama jambo ni hivyo, kipindi hicho mwanamke ataziwiliwa kufanya itikafu msikitini. Falman'uha huna inma huwa linadhari ash-shari'i ila siyanati al-mar'ati la ila asli hukm al-i'tikaf. Na hapa kumziwia mwanamke inatokamana na mtazamo wa sheria katika kumlinda mwanamke, na wala si katika asili ya hukumu ya itikafu. Tumeelewa hapa? Asili ya hukumu ya itikafu ni nini? Ni sunna kwa mwanamke na mwanaume. Mwanamke kuziwiliwa hapa, ili katazo la kuziwiliwa ni kutokamana na mtazamo wa sheria katika kumlinda mwanamke, lakini sio katika asili ya hukumu ya nini? Ya Kiislamu. Naam. Ama madhehebu ya Hanafia wenyewe katika masala tutakuja kuzungumza huko kuhusu mwanamke, je, anaruhusiwa kufanya itikafu nyumbani kwao kama kisa anavyosalia nyumbani, au ni lazima na aje msikitini? Inda al-Hanafia, madhehebu ya Hanafia wenyewe wanasema i'tikafu limar'ati fi masjid baytiha al-mawdi' alladhi tusalli fihi as-salawati al-khamsa أو 5 الصلوات الخمس من بيتها
afdalu min i'tikafiha fi masjidil jamaa. Madhehebu ya Hanafia wenyewe wanaona kuwa mwanamke kufanyia itikafu katika nyumba yake, sehemu ambapo huwa anaswalia, ni bora kuliko kufanyia itikafu katika msikiti wa jamaa. Hii ni kauli ya nani? Ya Hanafia, lakini ni kauli ambayo imekhalifu jumhuri. Ni kauli ambayo imekwenda kinyume na madhehebu yote matatu. Wa hukiya al-ijma'u ala anna al-i'tikafa sunna, bali imesimuliwa makubaliano ya wanaozoni kuwa i'tikafu ni sunna. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Ahmad anasema wala na'lamu baina al-ulama'i khilafan fi annahu masnunun, wala sijui, hatujui baina ya wanaozoni kuwa kuna tofauti ya kwamba itikafu ni sunna. Bimaana wanaozoni wote wamekubaliana kuwa i'tikafu ni sunna. Waqala Ibn al-Mundhir rahimahullah, vile vile Imam Ibn al-Mundhir Allah mrehemu akasema ajma'u ala anna al-i'tikafa la yajibu ala an-nasi fardan illa an yujibahu al-mar'u ala nafsihi fayajibu alayhi. Wamekubaliana wanawazoni wote ya kuwa i'tikafu sio lazima kwa mtu, isipokuwa mtu aifanye lazima kuwa kwake. Kipindi hicho inakuwa ni lazima. Wakati gani i'tikafu inakuwa ni lazima kwa mtu? Wakati mtu anatia nadhiri, anasema mimi Allah kiniruzuku mtoto au Allah kiniruzuku jambo fulani, naweka nadhiri ya kukaa itikafu siku moja msikitini. Kipindi hicho inakuwa ni lazima kwa itikafu. Bimaana inakuwa lazima wakati mtu amejilazimisha yeye mwenyewe. Waqala Ibn Abdul Barri rahimahullah, vile vile Ibn Abdul Barri Allah mrehemu akasema ajma'a ulama'ul muslimina ala anna al-i'tikafa laysa biwajibin wa anna fa'ilahu mahmudun alayhi ma'jurun fi. Itikafu wamekubaliana wanazuoni wote wa Kiislamu kuwa sio lazima, na kuwa yule mwenye kufanya itikafu anakuwa amefanya jambo lizuri na atalipwa kwalo. Kwa hiyo mtu anapokuja kufanya itikafu msikitini, japo kwa si lazima, zile kauli za kupenda kusema ni sunna bwana, ni sunna bwana, tuziache. Mtu kimwambia bwana swali sala ya usiku, sali qablia, swali baada, ni sunna tu. Kumbe laiti angelijua faida za sunna, kuwa hii sunna inakuja kukamilisha faradhi. Tuna upungufu katika ibada zetu za faradhi nyingi tu sana. Kwa hizi sunna zinakuja kukamilisha zile sehemu ambazo tumepata upungufu katika ibada zetu za faradhi. Tayib. Wadalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, nipi dalili ya kuonesha kwa itikafu ni sunna? Mtume alayhi salatu wasalam mara ya kwanza alifanya itikafu 10 za mwanzo za Ramadhani, akitafuta nini? Lailatul Qadr. Akafanya na 10 za katikati itikafu, kisha baadaye akaambiwa kuwa Lailatul Qadri inapatikana mwisho wa Ramadhani, 10 za mwisho. Mtume alayhi salatu wasalam baada kuambiwa hivyo akasema man ahabba minkum ay ya'takifa falyatakif, yeyote ambaye anapenda miongoni mwenu kufanya i'tikafu basi afanye i'tikafu. Fa'atakafa an-nasu ma'ahu, waislamu wa zama hizo masahaba wakafanya itikafu pamoja na mtume. Wajhu dalala hii hadithi ni ipi? Wanasema anna itikafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yadullu ala sunniyya, itikafu ya mtume inaonyesha kuwa ilikuwa ni sunna. Wa ta'liquhu al-i'tikaf ala man ahabba yadullu ala adam al-wujub, na kipindi mtume aliposema hivi anayependa miongoni mwenu afanye itikafu, ni dalili ya kuonesha kuwa ni sunna. Kwa sababu ingekuwa ni lazima angesemaje? Fanyeni, asingesema anayependa miongoni mwenu. Kwa hili ni dalili ya kuonesha kuwa ni sunna. Tayib. Qala Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, vile vile Imam Ibn Qudama akasema wa mimma yadullu ala annahu sunna fi'lu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama wa mudawamatuhu alayhi taqarruban ila Allah ta'ala. Kuonesha kuwa itikafu ni sunna ni kutokamana na kitendo cha mtume alayhi salatu wasalam, na namna mtume alivyodhumu na itikafu kwa kujikurubisha kwa Allah.
wa talaban li thawabihi, na kutafuta malipo kutoka kwa Allah, wa i'tikafu azwajuhu ma'ahu wa ba'da, na namna wakeze walifanya itikafu pamoja naye na pamoja na baada ya mtume kufariki wakafanya itikafu. Wayadullu ala annahu ghairu wajibin an ashabahu lam ya'takifu wala amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi illa man arada. Na vile vile kuonesha kuwa ni sunna itikafu na sio wajibu ni kuwa maswahaba wote wakufanya itikafu, wala mtume hakuamrisha kipindi hicho, bali mtume akasema mwenye kutaka ndo afanye. Hii ni dalili ya kuonesha kuwa ni sunna. Al-mabhath ath-thalith al-hikmatu min mashru'iyyati al-i'tikaf. Nipi hikma ya Uislamu kuweka itikafu? Lil-i'tikafi hikam, i'tikafu ina hikma nyingi. Minha, miongoni mwazo, uquful qalbi ala ta'ati Allah. Itikafu ni sababu ya moyo kulazimiana na taa. Mtu unapokaa siku 10 msikitini, umeachana na mambo ya kule nje, bila shaka moyo wako unakuwa umelazimiana na taa. Hii ni hikma ya kwanza. Hikma ya pili, al-khalwatu bihi subhanahu wa ta'ala, ni mtu anakuwa yuko pamoja na Allah, bimaana amewacha watu wote, viumbe vyote amevitia pembeni, yuko pamoja na Allah na kumlilia Allah kutokana na matatizo yake. Hikma ya tatu ya itikafu, al-inqita'u anil ishtighali bil khalqi wa tafrighul qalbi min umuri dunya. Mtu anakuwa amekata kujishughulisha na viumbe wote na kuutoa moyo wake katika mambo ya kidunia, walishtighalu bihi wahdahu subhana, na kujishughulisha na Allah peke yake. Lakini leo ni tofauti. Mtu anakaa itikafu kuna simu, kuanzia alfajiri mpaka jioni kuna chat. Mimi niko itikafu bwana. Anatazama mbele. Hiyo sio malengo ya itikafu. Itikafu ni mtu anajishughulisha na Allah, mambo yote ya dunia ameyaweka wapi? Pembeni. Tayeb. الفصل الثاني ما يشترط وما لا يشترط لصحة الاعتكاف. mambo ambayo ni sharti na ambayo sio sharti ili kukubaliwa i'tikafu. Sawa? المبحث الأول الإسلام. يشترط لصحة الاعتكاف الإسلام. sharti ya kwanza ili i'tikafu ikubaliwe ni mpaka mtu awe Muislamu. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. na hii ni kwa makubaliano ya madhehebu yote manne. Sawa? والدليل قوله تعالى. na dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliposema وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. siku ya kiyama yataletwa matendo ambayo wamefanya makafiri hapa duniani, yote yatabadilishwa kuwa vumbi iliyopeperushwa, bimaana matendo yale yatakuwa hayana faida kwao. Hii ni kuonesha kuwa itikafu ni lazima sharti ya itikafu kubaliwa ni mpaka mtu awe Muislamu. Sawa? Tayeb. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallama, na vile vile kauli yake mtume alayhi salatu wasallam aliposema innamal a'malu binniyati. Mtume anasema hakika kila matendo yanafanywa kwa nia, wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila umoja atalipwa kwa kile alichokinuia. Wajhu dalala ya hadithi hii anna al-ibadata la tuadda illa bin-niyya. Ibada haitekelezwi isipokuwa kwa nia. Wal kafiru laysa min ahli an-niyya, na vile vile kafiri si katika watu wa nia. Kwa hii dalili ya kuonyesha kuwa sharti ya kwanza ya kukubaliwa i'tikafu ni nia. Tayeb. المبحث الثاني العقل. يشترط لصحة الاعتكاف العقل. miongoni mwa sharti ya kukubaliwa i'tikafu ni akili. Sawa? wa hadha biittifaq almadhahib alfiqhiyyah al-arba'a, kwa makubaliano madhehebu yote, kwa sababu mwenda wazimu hakubaliwi ibada. Sawa?
Wadalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallama, na dalili ya hilo ni kauli yake mtume aliposema rufi'a alqalamu an thalatha, kalamu imesimamishwa kwa watu watatu. Bibana kwa watu watatu kalamu haifanyi kazi. Sawa? Ani naimi hatta yastayqidha, aliyelala aliyesinzia mpaka aamke, atakayofanya yote katika usingizi wake kalamu haifanyi kazi. Sawa? Wa ani sabiyi hatta yahtalima, na kwa mtoto mdogo hadi abalighi, kipindi kile kalamu haifanyi kazi kwake. Wa anil majnuni hatta yaqila, na kwa mwendawazimu mpaka apate akili. Kwa mwendawazimu anapofanya ibada ikubaliwi. Sawa? Tayib. Al-mabhath ath-thalith at-tamyiz. Yushtaratu li sihhati al-i'tikaf at-tamyiz. Vile vile katika masharti ya kukubaliwa i'tikafu ni tamyiz, bimaana kupambanua baina ya zuri na baya. Mtoto akisafikia kile kiwango cha kupambanua hichi ni kizuri na hichi ni kibaya, kipindi hicho ndo anakubaliwa i'tikafu yake. Wa hadha biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah al-arba'a, hii kwa makubaliano ya madhehebu yote. Na dalili yao wakasema, mtume anasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, hakika kila matendo yanafanywa kwa nia na kila umoja atalipwa kwa kila alichokinuia. Wajhu dalala ya hadithi wanasema anna al-ibadata la tuadda illa binniyya, ibada haitekelezwi isipokuwa kwa nia. Wa ghayru al-mumayyizi laysa min ahli an-niyya, na mtoto ambaye hajapambanua kizuri na kibaya hayupo katika watu wa nia, ndio maana ibada kwake inakuwa sio lazima. Al-mabhath ar-rabi' an-niyya. Yushtaratu li sihhati al-i'tikaf an-niyya, katika masharti ya kukubaliwa i'tikafu bali ibada zote ni nia. Dalili ile innamal a'malu binniyat. Sawa? Qala ibn Rushd rahimahullah ta'ala amma shurutuhu fa thalatha. Ibn Rushd anasema ama masharti yake ni matatu. Wa amma an-niyya fala a'lamu fiha ikhtilafa. Ama nia sijui tofauti kwa wanazuoni kuwa kuna tofauti kuwa nia ni miongoni mwa sharti za kukubaliwa i'tikafu. Kwa wanazuoni wote wamekubaliana kuwa nia ni katika masharti ya kukubaliwa i'tikafu. Al-mabhath al-khamis idhnu az-zawji li zawjatihi. Yushtaratu li'itikafi az-zawja an ya'dhana laha zawjuha. Miongoni mwa sharti ya i'tikafu pia ili ikubaliwe kwa mwanamke ni mpaka apate ruhusa ya mume wake. Wa hadha biittifaqi almadhahibi alfiqhiyyah al-arba'a, ikiwa kama mwanamke hatopewa ruhusa na mume akaenda mwenyewe itikafu hakubaliwi, anakuwa amejichokesha bure. Sawa? Wadalilu hadithu Aisha radhiyallahu ta'ala anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. siku moja mtume alayhi salatu wasalam akazungumza kuwa anataka kufanya itikafu 10 za mwisho za Ramadhani. Sawa? Fastadhanatuhu Aisha, mama yetu Aisha akamwomba ruhusa naye pia afanye nini itikafu. Faadhina laha, mtume akampa ruhusa. Wasaalat Hafsatu Aisha أن تأذن لها ففعلت. vile vile mama yetu Hafsa akamwomba Aisha, na mimi niombe ruhusa kwa mtume na mimi nipe ruhusa niende itikafu. Mama yetu Aisha akaenda kumwambia mke mwenza nini ruhusa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili dalili ya kuonesha kuwa, ndio maana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alipokuwa anasherehesha hii hadithi akasema lirajuli man'u zawjatihi min al-i'tikaf bighairi idhnihi wa bihi qala al-ulama kafa, ni juu ya mwanamume kumziwia mke wake kwenda i'tikafu ikiwa kama kumomba ruhusa. Na hii ndio kauli ya wanaozoni wote. Ikiwa kama mke wako hakukuruhusu akukomba ruhusa, mpigie simu imamu wa msikiti mwambie mke wangu yuko hapo, wamtoe arudi nyumbani. Na mwanamke ajue kipindi hicho itikafu yake haikubaliwi.
طيب المبحث السادس المسجد يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد. vile vile katika masharti ya kukubaliwa itikafu ni lazima iwe msikitini. والدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. mama yetu Aisha anasema Mtume عليه الصلاه والسلام kwa sababu msikiti wa Mtume ulikuwa banana na nyumba yake. Mama yetu anasema Mtume alikuwa anapitisha kichwa chake kwenye dirisha. Mama yetu Aisha yuko ndani kwake. Mtume yuko msikitini. Mtume anapitisha kichwa chake kwenye dirisha na mchanua nywele zake, na wala Mtume alikuwa haingii katika nyumba yake isipokuwa kwa mahitaji kipindi yuko itikafu. Kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha kwa Mtume alikuwa anafanya itikafu wapi? Msikitini. sawa. Qala ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala wa ajma'u anna al-i'tikafa la yakunu illa fi masjid. Wanawazoni wote wamekubaliana kuwa itikafu haiwi isipokuwa msikitini. Itikafu haiwi isipokuwa msikitini. طيب المطلب الثاني حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثه. Nipi hukumu ya itikafu ambayo inafanywa kinyume na misikiti mitatu? Bimaana kusudiwa msikiti wa Maka, al-Masjidul Haram na al-Masjidun Nabawi ya Madina, msikiti wa Mtume, na Masjidul Aqsa Palestina. La yushtaratu an yakuna al-i'tikaf fi al-masajid ath-thalatha. Sio sharti mpaka itikafu katika ile misikiti mitatu, sio sharti. Sawa? طيب المطلب الثالث ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. ni vipi vidhibiti au masharti ya msikiti ambao unatakikana ufanywe itikafu ndani yake? fayushtaratu li sihhati au li sihhatihi an yakuna fi masjid jamaa. Sharti ya kwanza ni lazima msikiti huo ni msikiti wa jamaa, bimaana msikiti ambao unasalia ndani yake sala ya jamaa. Ama musalla hairuhusiwi. Musalla ni zile sehemu unakuta ziko sokoni, watu wanaswali, kuna wakati hata swala ya alfajira wasali ndani yake, bimaana inakuwa ni ile sehemu ambayo watu wakiwa sokoni dhuhuri na asri waswalie pale, wakati mwingine magharibi waswali pale, isha waswali pale. Hii inakuwa ni musalla. Hii sio sehemu ya kufanya i'tikaf. I'tikaf ni msikiti ambao unasaliwa ndani yake sala ya jamaa. Sawa? Wa huwa madhhabu al-Hanafiyya wal-Hanabila. Na ndio madhehebu ya Hanafia na Hanabila. Qala al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala yasihhu al-i'tikafu fi ghayri al-masajid ath-thalatha. Ibn Baz anasema itikafu kinyume na misikiti mitatu wa Makkah na Madina na Palestina inakubaliwa. Sawa? illa annahu yusharatu fi al-masjid alladhi yu'takafu fihi iqamatu salati al-jama'ati fihi. Lakini misikiti mingine au katika masharti au sharti ya msikiti ambao unafanywa ndani yake itikafu, lazima uwe ni msikiti ambao unasaliwa ndani yake sala ya jamaa. Fa in kanat la tuqamu fihi salatu al-jamaa lam yasihha al-i'tikafu fihi. Ikiwa kama ni msikiti ambao hausaliwi ndani yake sala ya jamaa, kipindi hicho itikafu haikubaliwi. sawa. طيب المطلب الرابع الاعتكاف في غير مسجد الجمعة. kufanya itikafu katika msikiti ambao sio wa Ijumaa. yajuzu al-i'tikafu fi ghairi masjid al-jum'a. inajuzu kufanya itikafu katika msikiti ambao hawasali ndani yake Ijumaa. sawa. والدليل قوله تعالى. na dalili ni kauli yake Allah aliposema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. wala msiwaingilii wake zenu kipindi mko itikafu misikitini. wajhu dalala ya hii aya anna lafdha almasajid aamun li jamii almasajid. kwa ili tamko la msikiti katika hii aya limekusanya misikiti yote. wa takhsisuhu bi ba'd almasajid duna ba'd yahtaju ila dalilin. ama kuhusisha baadhi ya misikiti na kuacha mingine inahitajia dalili. Ikiwa kama mtu atasema hivi
hapa ni msikiti ambao unaswali ndani yake Ijumaa tu, tutakuomba dalili katika hilo. Sawa? Tayeb. Wal afdalu an yakuna i'tikafuhu fi al-masjid al-jami', lakini bora zaidi mtu afanye i'tikafu yake katika msikiti wa Ijumaa, ndio bora zaidi. Qala al-allamatu Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa huwa fi kulli masjid. Anasema Ibn Uthaymeen i'tikafu inakubaliwa katika kila msikiti, sawa'un kana fi masjidin tuqamu fihi al-jum'a au fi masjidin la tuqamu fihi, sawa itakuwa ndani ya msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa au msikiti ambao husaliwi ndani yake Ijumaa. Walakinna al-afdala an yakuna fi masjidin tuqamu fi, lakini bora zaidi iwe katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa, wa hatta la yaturra ila al-khuruj li salati al-jum'a, ili asishughulishwi na kwenda kusali nini, sala ya Ijumaa. Tayeb. Al-matlab al-khamis, wakaleta mas'ala حكم صعود المعتكف إلى المنارة والسطح والخروج للرحبة أو غير ذلك مما لم يعد للصلاة. حكم يمتو kupanda kwenye mnara wa msikiti kama yuko itikafu, au as-sath, sath ni juu ya msikiti, kama ni msikiti ambao kule juu kuna dali, unazuka panda kule juu, ipi hukumu ya kupanda kule juu? Sawa? والخروج للرحبة. الرحبة كما alivyotaja Imamu Ibn Hajar akasema bina'un yakunu amama babi almasjid ghayru munfasil anhu. Arrahaba ni jengo ambalo liko mbele ya mlango wa msikiti, jengo ambalo haliachani na msikiti. Mfano wako kabarazako ni jengo ambalo liko mbele ya mlango wa msikiti lakini aliachana na msikiti, ndo inaitwa arrahaba. Ako kafasi yako kabaraza. Nipi itikafu ya mtu kupanda kule kwenye mnara, au kupanda juu ya msikiti kule juu kabisa kwa mabati, au kwenda pale kwenye kale kabaraza. Sawa? طيب. الفرع الأول حكم صعود المعتكف إلى منارة المسجد. حكم ya yule mwenye itikafu kupanda kwenye mnara. Sawa? Wanasema yajuzu lilmu'takifi as-su'udu ila manarati al-masjid in kanat fi al-masjid au babuha fihi wa i'tikafuhu sahihun wa huwa madhhabu al-jumhur. Inajuzu kupanda kwenye mnara wa msikiti, lakini kwa masharti. Huyo mnara ikiwa kama uko msikitini, bimaana unaanzia unabanana na msikiti, kwa sababu kuna nyingine misikiti ambayo minara yake iko msikiti uko hapa, mnara unatengenezwa pembeni kule, afu unapanda mpaka juu. Kwa mtu kupanda kwenye mnara wa msikiti kwa sharti huyo mnara uwe msikitini, bimaana unabanana na msikiti, au mlango wake uwe msikitini. Unakutana labda unaanzia chini, mlango uko hapa, kisha unapanda kule juu kwenye mnara, inajuzu. Sawa? طيب. kisha الفرع الثاني حكم صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه. حكم ya mtu kupanda kwenye sath. Sath ndio mswani kule juu, kama labda ni msikiti ambao umepigwa dale kule juu. Je, nipi hukumu ya kupanda kule juu mwenye iko itikafu, au kufanya itikafu kule juu akakamata tandiko lake akapanda zake kule juu, wakati wa swala ndo anashuka? Wanasema yasihu al-i'tikafu fi sathi al-masjid, inajuzu. Au su'udu al-mu'takif ilayhi, au mwenye kufanya inajuzu kufanya itikafu kule juu au kupanda kule juu pia inajuzu. Wa huwa madhhabu al-jumhur, ndo madhehebu ya wengi katika wanawazuoni. Qala ibn Qudama rahimahullah ta'ala wa hadha qawlu Abi Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa la na'lamu fihi mukhalifa. Ibn Qudama anasema hiyo ndo kauli ya Imamu Abu Hanifa na Maliki na Shafi'i, na wala hakuna yeyote ambaye tunayemjua leo wakhalifu hawa. Sawa? طيب. الفرع الثاني او الثالث حكم خروج المعتكف الى الرحبه. Hukumu ya yule mwenye kukaa itikafu kutoka pale kwenye kale
kabaraza. Mtu kwa itikafu akatoka na kwenda pale kwenye pako viato akatembea hapo kabaraza kote, sawa. Yasihu khuruju almu'takifi ila arhabati in kana muttasilatan bil masjid. Hii ndio sharti. Inajuzu kwa yule ambaye kwa itikafu kutoka na kwenda kwa kile kabaraza, kwa sharti kawe kamebanana na msikiti. Ikiwa kama huu mlango uko hapo kenye pakapo kwa wazi hapo, kakajenga mbele kidogo, haijuzu. Kwa sharti kawe kamebanana na msikiti, sawa. Wa itikafuhu sahihun, kwa akitoka pale na itikafu yake nakubaliwa. Qala ibn Hajar rahimahullah ta'ala, ar-rahaba bi fathi ar-ra'i wal ha hiya bina'un yakunu amama bab al-masjid ghayru munfasilin anhu. Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala alipokuwa anasherehesha kwa nyumba akasema ni jengo ambalo liko mbele ya mlango wa msikiti, haliachani na msikiti. Hadhihi rahabatul masjid, hiyo ndio inaitwa rahabatul masjid, kwa lugha nyingine kabaraza ka msikiti, sawa. Wa waqa'a fiha al-ikhtilaf, kwa kuna tofauti za wanaozoni kuna kwa hilo jambo. Je, mtu akienda pale itikafu yake inaharibika au la? Sawa. Kisha akasema warajih, na kauli rajih yenye nguvu, anna laha hukm al-masjid, kuwa kale kabaraza kale kana hukumu ya msikiti. Fayasihu fiha al-i'tikaf, na inakubaliwa mtu kufanya itikafu pale, sawa. Wa kullu ma yusharatu lahu al-masjid, na kila kitu ambacho ni sharti kuwepo msikitini na kale kanachukua hukumu ya msikiti, sawa. Fa in kanat ar-rahabatu munfasilatan au muttasilatan munfasilatan falaysa laha hukmu al-masjid. Ikiwa kama kale kabaraza kameachana na msikiti, hakachukui hukumu ya msikiti, sawa. Tayeb, al-matlabu as-sadis i'tikafu al-mar'ati fi masjid baytiha. Kama tunazungumza kwa mwanzo, mwanamke kufanya itikafu nyumbani kwake, sema ambapo anaswalia, sawa. La yasihu i'tikafu al-mar'ati fi masjid baytiha, mwanamke akifanya itikafu katika nyumbani kwake, sema ambao huwa anasalia, itikafu yake haikubaliki. Wa huwa madhhabul jumhur, na ndio madhhabu ya jamhuri, ambao wamekhalif ni Hanafia peke yao, lakini Malikia, Shafi'ia, Hanabila wote wanazungumza kuwa mtu akifanya itikafu, mwanamke akifanya itikafu kwenye nyumba yake haikubaliki, sawa. Wakaleta wadalilu, wanasema wadalilu hadithu Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam i'takafa ma'ahu ba'd nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddama farubbama wad'at at-tasta tahta au tahtaha min ad-dam. Imepokelewa kwa Mtume alayhi wasallam siku moja alifanya itikafi na baadhi ya wake zake, na katika wake zake kuna mmoja alikuwa anatokwa na damu ya istihadha, ya ugonjwa, akaziwia ile sehemu ya damu, akafanya itikafu ndani ya msikiti pamoja na Mtume alayhi wasallam. Laiti kama ingekuwa inajuzu kufanya itikafu nyumbani, angemwambia je, mwanamke istihadha fanyia nyumbani, lakini akamlazimu kufanya nini? Kufanyia msikitini. Tayeb, mas'ala at-taharatu mimma yujibu ghusla. Mtu kama ana wapo nazungumzia tahara, yale mambo ambayo yanamlazimu mtu kuoga, ambao ni janaba au hedhi kwa mwanamke na nifasi. La yasihu al-i'tikafu ibtida'an illa bi taharati al-mu'takifi mimma yujibu al-ghusl. Haikubaliwi itikafu mwanzo wake. Tuelewe hii sehemu, mwanzo ndio nimekusudia. Haikubaliwi itikafu bi maana mtu kuingia mwanzo msikitini kama yuko na kama ana tahara ya mambo ambayo ni lazima kwake kufanya nini? Kuoga. Ka janaba, mfano janaba, mtu yuko na janaba alafu akatoka nyumbani kwake anakuja msikitini kwanza itikafu yuko na janaba, akiingia msikitini mwanzo itikafu yake yuko na janaba, haikubaliwi. Labda janaba imkute wapi? Msikitini. Na pengine janaba gani? Ya kujiotea. Labda amejiotea kwa msikitini akapatwa na janaba, apata amka aende kuoga kisha baadaye arudie msikitini.
Ama mwanzo kabisa anatoka nyumbani kwake yuko na janaba kuoga, akaja kuanza itikafu na janaba, haikubaliwi. Sawa? Au haidin au hedhi, sawa, au nifasin au nifas. Na hili kwa makubaliana wanazoni wote. Dalili yao ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini msikurubi sala la kuwa mmelewa, sawa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka muelewe na kutambua yale ambayo mnayazungumza. Wala junuban illa abiri sabil, wala mwenye janaba isipokuwa mpita njia, mwenye kwa safarini, hatta taghtasilu, mpaka muoge. Bimaana wajhu dalala ay aya anna aljunuba manhiyun anil qurb au anil qurbi min mawadi'i salah, mwenye janaba amekatazwa kukurubia sehemu za sala, wa hiya almasajid, na penye ni msikitini. Kwa mwenye janaba lazima kwanza jitoharisha ndio aingie wapi? Msikitini. Tayeb. Kisha hal yusharatu lil'itikafi at-taharatu min al-hadath al-asghar, je ni sharti mtu kuanza itikafu awe na tahara ya hadathi ndogo? Hadathi ndogo ni ile ambayo inamlazimu mtu kufanya nini? Kutawadha peke yake. Sawa? La yusharatu lil'itikafi at-taharatu min al-hadath al-asghar, sio sharti eti mtu akiingia msikitini kuanza itikafu lazima awe na udhu au ametawadha, sio lazima. Sawa? طيب. مسألة زمان الاعتكاف، مدة واعتكاف. المطلب الأول الوقت الذي يجوز فيه الاعتكاف ومتى يتأكد. ni wakati gani ambao inajuzu kufanya itikafu na ni wakati gani itikafu inakuwa inatiliwa mkazo zaidi? Yajuzu al-i'tikafu fi sanati kulliha, inajuzu kufanya itikafu mwaka mzima. Bimaana katika siku yoyote katika mwaka. Unaposema mimi hata wewe ni mwezi wa Shawwal au al-Muharram ukasema mimi natia nia kufanya itikafu siku 2 msikitini, inajuzu kwa wakati wote ule katika mwaka. Sawa? Wa yataakadu istihbabuhu fi Ramadhan, lakini pendekezo lake inatiliwa mkazo ndani ya Ramadhani. Sawa? Kwa sababu ya mtu kutafuta nini? Lailatul Qadr. طيب. Kuna dalili ya kwa inapendekeza zaidi katika Ramadhani ni hadithi ya mama yetu Aisha aliposema kana ya'takifu ay sallama al-ashr al-awakhir min Ramadhan, mtume alikuwa anafanya itikafu 10 za mwisho za Ramadhani, hatta tawafahu Allah, mpaka Allah alipomchukua. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kisha wake zake wakafanya itikafu baada yake. Kwa hiyo dalili inaonyesha kuwa itikafu inatiliwa mkazo zaidi 10 za mwisho ndani ya Ramadhani. طيب. مسألة بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ونهايته, ni kipindi gani hii itikafu ya 10 za mwisho za Ramadhani? Inaanza lini na inamalizika lini? وقت بداية من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان, yule ambaye anayependa au anayetaka kufanya itikafu 10 za mwisho za Ramadhani, lini wakati inaanza itikafu? اختلف أهل العلم في بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان على قولين, wanawazuoni wametofautiana kuna kauli mbili. Wakati gani i'tikafu inaanza hizi 10 za mwisho? القول الأول, قولي ya kwanza, يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان قبل غروب شمس ليلة 21. Na hii ndio madhehebu ya yote yamekubaliana kuwa muda wa itikafu unaanza, sawa, katika ile masiku 10 ya mwisho wa Ramadhan, kipindi jua linazama katika ule usiku wa 21. Usiku wa 21 ni upi? Ni ile siku ambayo tumeshinda tunafunga siku ya 20. Sawa? Jua likizama tunakuwa tumeingia usiku wa 21, ndio itikafu inaanza. Hii ni kauli ya kwanza. Sawa? Na wana dalili. طيب. القول الثاني, na kauli ya pili, يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من بعد صلاة فجر اليوم 21. Kauli ya pili wakasema kuwa itikafu inaanza alfajiri ya 21, baada ya swala alfajiri. Bimaana ile saumu ya 21 baada ya swala alfajiri ndio mtu anaingia nini? Itikafu. Pia na kauli na dalili.
Kwa hiyo mtu akianza jua linapozama ile siku ya 20 sawa, mtu akianza alfajiri ya 21 sawa. Masala waqtu nihayati al-i'tikaf fi ayyam al-ashr al-awakhir min Ramadan, wakati wa kumaliza i'tikaf hii siku 10 za mwisho. Yantahi waqtu al-i'tikaf fi ayyam al-ashr al-awakhir min ba'di ghurubi shamsi akhir yawm min Ramadan. Mwisho wa itikafu ni ile siku ya mwisho ya Ramadhani jua likizama. Bimaana tukipata habari kuwa mwezi wa Shawwal umeonekana, kipindi kile jua linakuwa limeshazama, itikafu muda wake unakuwa umefanya nini? Umemalizika. Mtu anaweza kutoka hapa akaenda nyumbani kujiandalia mambo mengine. Tayeb. Kuna masala mengi yamezungumzia uchache wa itikafu, wingi wa itikafu. Wakasema kwa itikafu haina uchache wake wala wingi. Bi maana itikafu za kinyume na Ramadhani, mtu anaweza kukaa itikafu hata siku 100, akatia nia kukaa siku 100, inajuzu. Sawa? Tayeb. Ama ishtiratu sawm lil-i'tikaf, yasihu al-i'tikafu min ghairi sawm. Vile vile si lazima katika masharti ya kukubaliwa itikafu mtu awe ameswaumu. Hapa na kusudia itikafu kinyume na Ramadhani. Au mgonjwa lakini anaugulia nyumbani akasema nataka nikagulie msikitini, si afungi. Kwa si lazima katika masharti ya itikafu mpaka mtu awe ameshinda nini? Na swaumu. Na hii ndio madhehebu ya Shafi'ia na Hanabila na kauli ya wengi katika salaf na Ibn Hazm na wengine katika wanawazuoni. Sawa? Na dalili yao ni ipi? Ni hadithi ya Umar. Umar anasema kuntu nadhartu fil jahiliya an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Wakati Umar alimuuliza mtume, nilikuwa nimeweka nadhiri wakati sijawa Muislamu kuwa nitafanya i'tikafu katika msikiti wa Makkah. Qala mtume akasema aufi binadhrik, fanya itikafu, tekeleza nadhiri yako. Wajhu dalala hadithi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad adhina li Umar radhiyallahu anhu bil i'tikaf layla. Mtume alimpa idhni, bimaana alimpa idhni Umar kufanya itikafu usiku. Wa ma'lumun anna al-layla la sawma fi, na inapotambulika kwa usiku hakuna swaumu. فلو كان الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه. laiti kama swaumu ingekuwa ni masharti ya kukubaliwa itikafu, basi itikafu ya usiku ingekuwa haikubali kwa sababu hakuna swaumu ya usiku. Tayeb, naona baada dakika 3 hapa. Twende haraka katika vitu ambavyo vinaharibu itikafu. Kitu cha kwanza tunaanza tu juu kwa kusoma kwa sababu ya muda. Al-khuruj bi jami'i al-badani bighairi udhrin. Katika jambo la kwanza ambalo linaharibu itikafu ni mtu kutoka nje ya msikiti mwili wote, ukatoka nje ya msikiti pasina ya udhuru. Bimaana mwili wote. Mtu nikaenda pale nje nikachungulia hivi, itikafu haiharibiki. Nimechungulia miguu iko msikitini, kichwa ndio kimetoka nje. Lakini akitoka mwili mzima ndani ya msikiti pasina ya udhuru, itikafu inaharibika. Sawa? Tayeb. Vile vile al-jima'u wa inzalu al-mani wal-ihtilam, wakazungumzia masala ikiwa kama al-jima'u yahrumu 'ala al-mu'takifi wa yufsidu 'alayhi al-i'tikaf. Mtu akifanya tendo la ndoa itikafu yake inaharibika. Kwanza ni haram mwenye kwa itikafu kufanya tendo la ndoa, sawa itakuwa ndani ya msikiti au akitoka na iko na jambo anataka kufanya nyumbani kwake ambalo ni la haja, akafika nyumbani kwake akafanya tendo la ndoa, itikafu yake inaharibika. Sawa? Ama kujiotea msikitini, itikafu inaharibika. Na anataka kufanya nini? Kuoga. Sawa? Tayeb. Vile vile furuu al-ighma wal-junun. Mtu akizimia msikitini iko itikafu au akapatwa na wenda wazimu, kipindi hicho atafanya nini? Mtu akizimia atakata itikafu yake, watamtoa msikitini wampeleke. Sawa?
Au mtu akipata wenda wazimu yuko msikitini anakata itikafu, akizindukana anarejea msikitini hata baada ya siku moja anaendelea itikafu yake. Sawa? Vile vile aridda tufsidu al-i'tikaf. Mtu yuko itikafu akaritadi, itikafu yake inaharibika. Sawa? Tayeb. Vile vile masala mengine, hukumu ya nadhiri ya itikafu tumeyazungumza. Ikiwa kama mtu atatia nadhiri ya kukaa itikafu ni lazima, na kama kukaa itikafu anapata dhambi, lazima atekeleze nadhiri ya kukaa itikafu. Sawa? Tayeb. Vile vile mtu akitia nadhiri ya kufanya itikafu katika misikiti mitatu, mtu jazba zimempanda, mimi naweka nadhiri, Allah akinipaga pesa nafanya itikafu Maka au Madina au Palestina, ukipata uwezo ni lazima ukatekeleze nadhiri yako. Sawa? Fine. Vile vile mtu ambaye ameweka nadhiri ajakuwa Muislamu akaweka nadhiri, nikislimu mimi takagae, au akaweka nadhiri mimi takagae itikafu msikitini, akaslimu, lazima afanye nini? Akae itikafu kama alivyofanya nani? Umar. Sawa? Fine. Vile vile masala ya kulipa itikafu. Itikafu ya kawaida na ya sunna ya Ramadhani, ikiwa kama mwanamke hedhi tamkuta bado siku 2-3 ikakatika, inajuzu kwake kulipa ile itikafu. Inajuzu, si lazima. Sawa? Lakini ya itikafu ya nadhiri ukiikata lazima uilipe. Sawa? Lazima uilipe. Tayeb. Vile vile maiti alikuwa nadhiri ya itikafu. Sawa? Akafariki hajaifanya itikafu. Kuna kauli mbili za wanazuoni. Kauli ya kwanza inasema inapendeza watu wake karibu kumlipia, si lazima, kwa sababu wala taziru waziratun wizra ukhra, mtu apeleki madhambi ya mwenzake, kwa inapendeza kumlipia. Kauli ya pili wakasema kauli ya kwanza haipendezi, si lazima. Kauli ya pili wakasema inapendeza kumlipia kwa watu wake wa karibu. Sawa? Katika mambo ambayo yanapendeza mtu kufanya kwa itikafu, katika mambo ya kufanya ni mtu ajishughulishe kusoma Qur'ani, kuleta adhkar, kuomba dua. Bali katika wanaozona wakaona kuwa ni karaha, ni chukizo, mtu wako itikafu mmoja akasimama pale na kitabu anaanza kuwafundisha kitabu msikitini. Wengine wakaona kama ni karaha. Katika wanaozona ni kipindi cha mtu kukaa peke yake, kuleta adhkar, kusoma Qur'ani na mengine. Inshallah, na mpaka hapa nitakuwa nimemaliza, panabakia dakika za maswali inshallah. Kama kuna kile ambacho tutakuwa kikueleweka inshallah. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Sheikh wetu Allah muhifadhi, ampe umri mrefu wenye baraka, amjalie kila la khairi. Hawa ni katika mashekhe vijana. Nikisema shekhe wetu isitambuliki labda ni ule ushekhe tunapeana wajuju amevaa kanzu. Shekhe kwa maana shekhe kweli. Allah mbarikie katika elimu yake na umri wake pia. Kinachofuatia ni kipindi cha maswali. Tuna kama dakika 10 tu za maswali. Katika yale ambaye aliyezungumzia masuala mazima ya itikafu, amezungumzia hukumu mbalimbali, alizungumzia muda wa kuingia au kuanza itikafu. Kama kuna sehemu haujaelewa, sababu bado tuna siku chache hapa karibu tunaingia kwenye itikafu, siku 10 za mwisho tunazianza. Kuna yoyote mwenye hajaelewa katika yale aliyozungumzwa, kabla ya shekhe mwingine kuingia, anakaribishwa inshallah. Naam. Wa alaykum salam. Naam, makusudia swali yameeleweka inshallah. Allah kubariki. Na amesema ikiwa kama inaruhusiwa kutoka kwenye baraza ambako kusikia kule juu. Inaruhusiwa kutoka kwa baraza
mtu kwa itikafu. Je, pale panapita vitu vingi, palipita wanawake, mtu anabakana watizama. Vipi mtu itikafu yake? Nasema kwa itikafu yako inakubalika, lakini pia unapata madhambi ya kutizama wanawake. Kwa sababu katika kutizama wale haijengeka katika vitu ambavyo vinaharibu itikafu ambavyo tumevitaja. Tendo la ndoa ndio linaharibu nini? Itikafu. Sawa. Ikiwa kama mtu atafanya hivyo, kwanza yale malengo na ile hikma ya kuwekwa itikafu itakuwa ipo. Kwa sababu hikma ni mtu kuachana mambo ya nje na kujishughulisha na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa kama atatoka pale kwa sababu ya udhuru, labda ameenda pale anataka kutuma kitu hapo dukani akatuma, hapa inaeleweka. Lakini ukienda pale kwa lengo la kutazama wanawake au mambo mengine ya kidunia ambao ni ya upuuzi, kipindi hicho itikafu yako itakubalika, lakini unapata dhambi pia. Naam sheikh. Naam. Naam. طيب. Naam, ndio nimwambia kutokana na muda nimeenda nasoma juu hapa mwisho. Mtume alayhi salatu wasalam aliyokufanya itikafu mwezi mzima. Sawa, inajuzu. Pia vile vile mtume kama ilivyotoka katika hadithi alikuwa anafanya itikafu 10 mara nyingi sana, 10 za mwisho. Isipokuwa ule mwaka wake wa mwisho akafanya siku ngapi? 20. Na siku nyingine mtume akufanya itikafu akailipa katika mwezi wa Shawwal. Kwa mtu kama akujaliwa kufanya itikafu siku 10 za mwisho anaweza kaazilipa katika mwezi wa Shawwal, inapendeza pia. Naam. Naam mzee. Tufuta naam shamba. Akitoka akichungulia طيب, zimetajwa na wanazuoni hapa. Wakasema dharura ya kwanza kwenda haja ndogo au haja kubwa, kama choo iko nje ya msikiti. Cha pili wakasema ikiwa kama mtu anataka kuoga, bafuni ni nje ya msikiti. Sawa? Au labda kuna mahitaji ya dharura ambayo nyumbani kwake kama kwenda anaharibika mambo, anahitajika nyumbani. Hichi kitu kama haukuja kabisa mambo yameharibika, inakuwa ni udhuru hii pia umepata. Kipindi hicho utafanya nini? Utaondoka. Ndio maana mama yetu Aisha amesema mtume alikuwa atoki illa lihaja, mpaka apate mahitaji fulani yanatakikana, ndio mtume alikuwa anafanya nini? Anatoka. Kwa hiyo akipatikana yale ambao ni lazima uende, unazuka enda. Lakini tu kutoka kupuuzi tu bwana, acha nipite zangu hapa nje kidogo nitazame hapa cha kufanya. Au labda wengine wakasema kama hauna wa kukupikia chakula, kuna wengine wanaleta chakula msikitini na wake zao au watoto zao, yeye hana, kipindi hicho atatoka aende kununua chakula rejea msikitini. Naam. Yule afu naam. Msalama. Ndio tumesema yule mtu ambaye hana kumletea chakula, ndio yeye amshi nimejibu. Inajuzu hata mbili. Itikafu inajuzu kufuata siku mbili, ukatia nia kufanya itikafu siku mbili ukatoka msikitini. Hizo siku zako mbili ambazo umekaa itikafu inakubaliwa. Inajuzu. Shehe hapa kwanza. Inajuzu kutoka msikitini na matela, kutoka nyumbani na matela na shuka. Basi ukikaa itikafu ndo hakuna muda wa kulala shi. Kuna muda wa kupumzikisha mwili. Kama mfano ile asubuhi umemaliza kusali alfajiri, umefanya dhikari zako, jua likachomoza, unazuka pumzika mpaka wakati wa dhuhuri ukaendelea mambo yako. Kwa kama unaona labda itapia hautoiweza, unazuka leta ukapumzika. Naam sheikh.
Yeye anakusudia kukutana kimwili na mke wake wako itikafu. Mote itikafu inaharibika. Au kuwa hapa wewe. Itikafu mote inaharibika. Na wamesema kuwa ameuliza eti ikiwa kama mtu yuko itikafu na mke wake. Atakuhitajia iko itikafu aje. Akikuhitajia kwa itikafu akakuja nyumbani itikafu yake inaharibika. Sawa? Na kama unajiona labda kuna shahawa nyingi, usimpi idhini ya kwenda msikitini kufanya itikafu. Mbaki naye nyumbani. Lakini ukimhitajia akaja, kipindi hicho itikafu yake na inakatika. Sawa? Isipokuwa tu inajuzu kufungisha ndoa kwenye itikafu. Mimi niko hapa msikitini nikafungishwa ndoa niko itikafu, inajuzu. Lakini bila kufanya tendo la ndoa mpaka tutatoka itikafu. Naam. Hapo sio kulipa, hapo unakuwa umeharibu. Unakuwa umeharibu itikafu yako. Ama kulipa ni umepatwa na udhuru uko msikitini, mara ukazidiwa, ukaumwa, ukaondoka kabla zile siku ambazo umenuia kukaa itikafu. Baadaye ukasema zile siku 3 zilikuwa zinabaki, acha nizilipe. Ndio nakusudiwa. Lakini ukishafanya ile tendo unakuwa umeharibu yote. Umeharibu. Naam. Amesema ndio swali la mwisho inshallah. Na tunaenda na wakati, na kama kisilivyo kufahamisheni ya kwamba mashehe ni wengi na wataenda wanapishana na kila mtu ana muda wake maalum. Kwa hiyo masuala itikafu yatakuwa yameishia hapo kwa hivi sasa. Ukiyataka zaidi inshallah kabla ya swala, kabla ya kuadhiniwa, tutakuwa na muda wa mapumziko, utaadhiniwa, utamfuata shehe pembeni, utamuuliza inshallah, faida itapatikana bila shaka.